Nadhani hamjambo, waandishi wa habari, karibuni sana kwa ajili ya kuzungumza nanyi. Tuko hapa Baraza la Habari Tanzania kutoa taarifa kwenu ili wananchi pia waweze kupata taarifa ya kinachoendelea na kinachoendelea kutayarishwa na Baraza la Habari Tanzania. Jumamosi hii ya leo tunawatangazia wa mkutano wa kimataifa wa mabaraza ya habari Afrika utakaofanyika kuanzia tarehe 14 hadi 17 ya mwezi Julai 2025. Mkutano huo utafanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC. Mgeni rasmi aliyealikwa kufungua mkutano huo wa kimataifa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amealikwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amealikwa kushiriki kwa nafasi ya mgeni maalum wa mkutano huo kushuhudia tuzo mahususi za miaka 30 ya Baraza la Habari Tanzania. Mgeni mwingine mashuhuri ni naibu mkurugenzi mkuu anayeshughulika na masuala ya mawasiliano na habari wa UNESCO kule Paris, Ufaransa, Dr. Taufik Jelas. Tunamtarajia mawaziri wengine ambao tunawatarajia wawepo katika shughuli yetu hii, mawaziri wa sekta ya habari na mawasiliano kutoka katika mataifa ya Afrika. Baadhi yao ni pamoja na Mheshimiwa William Kabogo Gitau, waziri wa habari na uchumi wa kidijitali Kenya, Mheshimiwa Profesa Paramagamba Kabudi, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Tanzania. Wengine ni Mheshimiwa Jerry Silaa, waziri wa tehama Tanzania, Mheshimiwa Dr. Chris Baryomunsi, waziri wa tehama na mwongozo wa kitaifa huko Uganda, Mheshimiwa Cornelius Mwetwa, mbunge, waziri wa habari na utangazaji huko Zambia, pamoja na Mheshimiwa Veronica Nduva, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hawa ni wageni maalum ambao wamealikwa kushiriki katika mkutano huu wa kimataifa. Mkutano huu unaandaliwa kwa mara ya kwanza na Baraza la Habari Tanzania MCT kwa kushirikiana na mtandao wa mabaraza huru ya habari ya Afrika ambayo kwa Kiingereza ni Network of Independent Media Councils of Africa, NIMCA, ambayo kwangu mimi Enes Sungura ndiyo mwenyekiti wa mabaraza huru ya habari Afrika. Wengine tunaoshirikiana nao katika maandalizi ni Umoja wa Mabaraza ya Habari ya Afrika Mashariki, East Africa Press Council, na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kama mshirika mahususi. Aidha, mikutano mingine ambayo itaambatana na mkutano hii ya kimataifa pamoja na kuwa na mkutano mkuu wa East Africa Press Council na World Association of Press Council. Tunatarajia watu zaidi ya 500 kuhudhuria mkutano huo. Watu zaidi ya 150 watatoka nje ya nchi na wanaosalia wanatoka ndani ya nchi. Mkutano wetu unaongozwa na kauli mbiu inayosema kwa Kiingereza Advancing Media and Communication Regulations for Journalism Excellence in Africa, ambayo tunaweza kuitafsiri kama uboreshaji wa sheria za habari na mawasiliano kwa ajili ya umahiri wa uandishi wa habari Afrika. Kimsingi, mkutano huu ni mkutano wa mambo matatu makubwa katika siku 3 muhimu. Kuanzia hiyo tarehe 14, tarehe 15 na tarehe 16, na tarehe 17 itakuwa ni siku ya kutembelea vivutio vya utalii maeneo yaliyoko mjini Arusha, lakini pia na Ngorongoro na Zanzibar. Lakini siku 3 za mwanzo zitakuwa na mambo matatu makubwa. Siku ya kwanza tutakuwa na mijadala ya kitaalamu kuhusu changamoto mbalimbali zinazoathiri tasnia ya habari na namna mabaraza ya habari kote duniani yanavyokabiliana na changamoto hizo. Tukumbuke tunakutana mabaraza ya habari ya Afrika na mabara mengine,
na moja ya mambo ambayo tutajifunza pia ni kuona modeli mbalimbali za mabaraza yanavyofanya kazi, miundo yake, mifumo yake, na kama yameanzishwa kwa nguvu za kisheria ama yameanzishwa kwa hiari ya wadau wenyewe. Itakuwa ni mahali na wakati mzuri kujifunza na kubadilishana uzoefu kwa siku hiyo ya kwanza. Kwa hiyo wakuu mbalimbali wa mabaraza ya habari katika baadhi ya nchi watakuwa kwenye jopo wakijadiliana kitaalamu miundo ya mabaraza yao, lakini pia na jinsi wanavyokabiliana na changamoto mbalimbali zinazoathiri tasnia ya habari. Hilo ni jambo la kwanza kubwa. Jambo la pili kubwa ambalo litakuwepo katika mkutano huo ni maonyesho ya habari, mawasiliano na teknolojia kutoka kwa baadhi ya vyombo vya habari, taasisi za umma na binafsi. Hapa kimsingi tunaandaa au tunatafuta kuwa na mwanzo wa Sabasaba ya wanahabari. Nadhani sisi sote hapa Tanzania tunajua habari ya maonyesho ya biashara yanayofanyika kule Sabasaba ambayo ni maarufu kule Kurasini, sio? Sasa Baraza la Habari Tanzania limeona ni vema tukutanishe vyombo vya habari vionyeshe kazi zao, namna gani kazi hizo zimeleta mabadiliko katika jamii. Kama mliandika na kutangaza maudhui ambayo yalileta huduma bora kwa wananchi, au barabara zikajengwa, uwajibikaji ukawepo, tunatamani mje muonyeshe hizo kazi mbele ya wananchi na mbele ya viongozi na mbele ya wadau wengine wa ndani ya nchi na nje ya nchi, ili tuone kile ambacho chombo cha habari kinatekeleza wajibu wake. Na si tu vyombo vya habari, sasa tumealika na makampuni na taasisi zingine binafsi na za umma zionyeshe pia kwamba zenyewe zimekuwa zikiruhusu vyombo vya habari viwafikie kwa kiwango gani, lakini pia kazi gani ambazo wanafanya zinazoleta maendeleo katika nchi yetu. Na mlango uko wazi kwa maonyesho haya kwa watu wa ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba baadhi ya taasisi na vyombo vya habari vya hasa vya East Africa vitakuwa vina wakati mzuri wa kuonyesha kazi zao za kihabari, lakini na taasisi zingine kuonyesha kazi ambazo wanazifanya katika jamii. Pia tumesema maonyesho haya ni ya habari, mawasiliano na teknolojia. Kwa hiyo matarajio pia ni watu ambao wana teknolojia zao, itakuwa ni wakati wa kuzionyesha ili vyombo vya habari viweze kujifunza na kuamua kufanya mabadiliko ya matumizi ya teknolojia katika vyombo vyao. Kama ni matumizi ya artificial intelligence au akili mnemba, basi itakuwa ni wakati maalum wa watu ambao ni innovators ndani ya nchi na nje ya nchi kuonyesha ubunifu wao, ambao pia unaweza kuwa ni mfano wa kuigwa na taasisi zingine. Huu ni mwanzo, na mwanzo huu unatarajiwa uendelee kudumu na hata ifikie mahali maonyesho kama haya yawe na mahali pake maalum ambapo pana majengo ya maonyesho kama ilivyo Kurasini kwenye maonyesho ya biashara Sabasaba. Kwa hili ni jambo la pili kubwa ambalo tumeona tulilete katika nchi yetu, na litakuwa si tu kwa ajili ya nchi yetu, kwa sababu watakaokuwa wanaalikwa kushiriki kila mwaka watakuwa pia mataifa mengine ama katika nchi jirani katika bara la Afrika na hata nje ya Afrika. Na kwa maana hiyo itakuwa ni muda pia wa kujifunza weledi unaotumika kwa vyombo hivyo vya habari na maadili yanayozingatiwa. Na kutakuwa na jopo la majaji pia ambalo linaweza likafanya maamuzi baada ya muda wa miezi 2-3 kuona nani alifanya vizuri zaidi katika maonyesho yale. Haya ya kwetu hayatakuwa kama yale ya Sabasaba ambapo papo kwa papo huwa anatangazwa nani amefanya vizuri. Sisi tutajipa muda kidogo kama wa miezi 3 ili kuweza kufuatilia wale walioonyesha kwenye haya maonyesho. Tukienda kwenye newsroom zao, hizo innovations zikoje, teknolojia wanazozitumia zikoje, maudhui wanayazalisha namna gani. Kwa hiyo kutakuwa na vigezo, na hatimaye baada ya miezi 3 tunaweza kusema wewe ulionyesha kazi yako. Kigezo cha kwanza kabisa ni kuja kuonyesha kazi zako hapo. Ukionyesha basi umejikatia tiketi ya kushiriki. Kwa hivyo kwa kuwa nazungumza na vyombo vya habari hapa, hata kama wananchi wengine wananifuatilia, naomba nitumie nafasi hii pia kuhamasisha vyombo vya habari. Najua tutaanza wiki hii kupita chombo kimoja baada ya kingine, lakini naomba ni wahamasishe vyombo vya habari vyote. Iwe ni Azam TV, iwe ni ITV, iwe ni magazeti ya Guardian, iwe ni Daily News,
na wengine wote ambao siwezi kuwataja, lakini vyombo vyote vya habari jitafutieni muda mje mshiriki Arusha kwenye maonyesho haya. Sisi tumeshawatayarishia mabanda, kwa hivyo ni vizuri mje. Wakati mwingine mwanze kusema mnataka banda la 3x3, 3x6. Niliona tukiwa Arusha siku 3 zilizopita, watu wa Azam wamejiwahi wakisema sisi tunataka tupangiwe eneo hili hapa, kwa sababu tutaleta na studio zetu hapa na tutakuwa tunawahoji watu wanaoshiriki kwenye mkutano huu wa kimataifa kwenye studio zetu hapa hapa, na tunakwenda live. Wakati huo ni maonyesho, na wakati huo wanakwenda live, na wakati huo wanafanya interviews. Wamejipanga na wametafuta kujichagulia maeneo yao. Sasa vyombo vingine vya habari tuige mfano huo. Tunayo ramani inayoonyesha mabanda yamekaa mkao upi, na kwa hivyo unaweza ukachagua banda lako kwa kutumia hiyo ramani ambayo ipo. Lakini ukitaka kwenda field pia unaweza kwenda field pale ICC ukajionea mwenyewe unataka uchukue eneo lipi. Jambo la tatu kubwa, maana nimesema kuna mambo matatu. La kwanza la mijadala nimezungumza, la pili la maonyesho nimezungumza. Jambo la tatu kubwa na la mwisho linalotarajiwa kwenda sambamba na mikutano hii ya kimataifa ni uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 30 ya Baraza la Habari Tanzania. Nafahamu MCT ina wanachama wake, wengi wao ni vyombo vya habari ambao ndio ninyi, lakini kuna taasisi za kihabari ambazo ziko nyingi pia na vyuo vya uandishi wa habari. Wote hawa tunapaswa kuadhimisha miaka 30 ya Baraza la Habari Tanzania. Kwa hiyo tutakuwa tukikumbuka na kujifunza jinsi gani tulivyomudu kuzingatia weledi na maadili ya tasnia ya habari kwa kujisimamia wenyewe. Kumbukeni, katikati ya changamoto ya kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1995, vuguvugu la mfumo wa vyama vingi ulianza miaka ya 90, na pia kukawa na vuguvugu la madai ya kuwa na vyombo vya habari binafsi. Wakati huo vyombo vilivyokuwepo vilikuwa ni vyombo vya umma. Sisi sote tunajua magazeti ya Uhuru na Mzalendo, Radio Tanzania Dar es Salaam, pamoja na magazeti ya Daily News, hivyo vilivyokuwa vikitawala, na magazeti ya Mfanyakazi, lakini hapakuwa na vyombo vingine vya binafsi. Katika vugu hilo la vyama vingi pamoja na vyombo binafsi vya habari kuanzishwa, lazima huwa tuipongeze serikali na lazima tufanye reflection, tujifunze kwamba mpaka tumefika mahali hapa, serikali tangu wakati ule ilikubali kwamba wana tasnia ya habari mjisimamie wenyewe. Kwa hiyo Baraza la Habari Tanzania likazaliwa mwaka 1965. Tunapokuwa tuko mwaka 2025, ni miaka 30 imetimia. Kwa hiyo hatuna budi kukumbuka na kujifunza tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa tunazindua hiyo mwezi Julai, hiyo tarehe 14, tutakuwa na usiku mwanana kabisa wa kuzindua maadhimisho ya kukumbukia miaka 30 ya Baraza la Habari Tanzania. Na maadhimisho haya yakisha kuzinduliwa, tunaanza kuonyesha kazi za Baraza la Habari, mahojiano mbalimbali. Hata ninyi sasa mwanze kutuhoji, tuliopo madarakani, Baraza la Habari Tanzania, na wale wasiokuwepo madarakani. Wako viongozi waliopitia Baraza la Habari Tanzania, wapo Board of Trustees, wapo wajumbe wa bodi, wapo walionitangulia. Mimi ni katibu mtendaji wa Baraza la Habari watatu, lakini wapo walionitangulia. Mwatafute, mwahoji wanasema nini kuhusiana na miaka 30 ya Baraza la Habari Tanzania. Mimi mkinihoji nitawaambia ninasema nini kwa miaka ijayo, sio? Maana nimeanza kazi mwaka jana tu, nina mwaka mmoja sasa. Kwa hiyo mimi nitasema Baraza la Habari huko liendako tunalitazama namna gani, lakini wako wanaoweza kuzungumza miaka iliyopita wakawapa usuli wa mambo haya. Shughuli hizi zote zinafanyika kwa udhamini mkubwa kabisa wa taasisi ya Kijerumani inaitwa Konrad Adenauer Stiftung, CAS, UNESCO, Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro, NCAA, TANAPA, PSSF, NMB, Maria Stopes Tanzania, TARURA, Azam Media Limited, TBC, Lush Garden Hotel na Kiri Fair. Hao ndio wanaoendelea kudhamini mambo haya. Naomba kuhitimisha kwa kuwashukuru sana waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla kwa kufuatilia taarifa yetu hii, na kama kuna maswali basi nakaribishwa kuuliza maswali. Kwa mpigo.
Nikiweza kwenda sawasawa na maswali yauliza, mengine unaweza kunikumbusha, lakini mada za uhuru wa vyombo vya habari zipo. Nisingeweza kuwa nazungumza kwa kina zaidi, lakini wasaidizi wangu wanaweza kuwapa hata ratiba iliyopo ili muweze kuziangalia hizo mada, lakini hauwezi kuzungumza kuyaleta mabaraza yakazungumza mada mbalimbali yasizungumze uhuru wa vyombo vya habari, yasizungumzie habari ya demokrasia. Kwa hiyo mambo kama hayo yatakuwa na nafasi ya kuzungumza, yasizungumzie habari ya artificial intelligence. Hayo ndio mambo ya kuzungumza. Swala la kwamba labda ni changamoto gani kubwa sio kwa Baraza la Habari Tanzania katika miaka 30, hilo ni swala la kujifikirisha kwamba changamoto gani kubwa. Mimi ningefikiri kwamba labda tunatoa mafunzo na taarifa tulizonazo tumewafikia kwa mafunzo kwa miaka 30 waandishi wapatao 5,000. Sasa ni waandishi wengi sana kwa nchi ya Tanzania, waandishi wa habari wafikao 5,000. Lakini sasa uje changamoto kubwa naweza kuisema, tunaweza kuihusisha vipi mafunzo hayo na uhalisia wa maudhui tunayoyaona leo, kwa sababu bado kutakuwa na malalamiko ya wananchi kwamba sasa hii maudhui namna gani, haya mahojiano ya aina gani. Mimi nashukuru hata hapa leo mnauliza maswali. Kuna wakati nashuhudia press conferences zingine, sijui wewe inakuaje, waandishi wanauliza kuuliza maswali hafa hawaulizi maswali, na mimi nimekuwa mwalimu wa uandishi wa habari na press conference ni moja ya topic fulani ninako kafundisha press conference, muhusika azungumze kwa kifupi halafu maswali yawe mengi. Lakini siku hizi kunakuwa na mapinduzi ya muhusika anazungumza kwa kirefu sana kama anawahutubia hivi, halafu waandishi wanakuwa hawana maswali. Sasa ndio najiuliza, hii elimu tunazozitoa na zilizowafikia kwa watu kama 5,000 zinawasaidia vipi? Kwa hiyo mimi naiona ni changamoto pamoja na changamoto zinginezo. Kuna swali lako lingine katikati hapo liuliza. Hayo ni majibu mawili. Tunauonaje uhuru wa vyombo vya habari Tanzania? Kwa kwenda na takwimu unaona uhuru kwamba tumepanda kutoka nafasi ya 97, kwanza tulikuwa 143, tukapanda mpaka 97, sasa mwaka huu tumepanda mpaka 95. Sasa inabidi tuelewe vigezo vinavyotumika kupanda kwetu. Na hilo ndio liwe mjadala kwamba ulikuwa kwenye ungeweka kama rangi kozi, kuna vigezo na vijua viko kwenye makundi matano. Sasa haya makundi matano manake ni kusema, je, Tanzania tumemove kutoka kwenye rangi ipi? Ya njano kwenda kijani au ya kijani kwenda ipi? Sasa ama tuko kwenye rangi hiyo hiyo. Sasa hapo ndipo tunapoweza kujadili zaidi. Kwa hiyo kupanda tumepanda, ndivyo mtazamo huo wa kimataifa ulivyo. Lakini tumepanda tukiwa tumebaki pale pale ndani ya rangi ya njano au tumepanda tukiwa tumetoka kwenye njano kwenda ya kijani? Sasa hilo ndio swala tunaloweza kulizungumza. Sisi Baraza la Habari Tanzania huwa tunatunza takwimu za madhira mbalimbali yanayojitokeza kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo kuna wakati tunaona kama kuna press violations zinaonekana namna gani, na tunaishirikisha serikali ili kwamba baadhi ya changamoto zinazoathiri uhuru wa habari ziendelee kuwa addressed, ili waandishi wetu wa habari wajiamini kufanya kazi yao na kutoa maudhui ambayo yanasaidia taifa kwa ujumla. Na nashukuru hata hadidu rejea zimeshakuwa tayari. Wakati wowote tutatangaza watu waombe kwa ajili ya kufanya utafiti. Tunataka kufanya utafiti kuona haya mabadiliko ya kisheria ambayo ndugu yangu nayazungumza, hata uwepo wa bodi ya ithibati yana maana gani, yana athari zipi. Hatutaki tuje sisi kama Baraza la Habari tuzungumze bila kufanya utafiti. Kwa hiyo cha kwanza kwetu ni kufanya nini? Utafiti. Sasa subiri siku utafiti ukitakapokuwa umekamilika ndani ya mwezi mmoja miwili ijayo, sasa utakuja kuuliza hilo swali, lakini swali lako hilo litakuwa lina majibu ya kiutafiti. Tutatoa matokeo ya utafiti wetu. Naomba niishie hapo, na hayo ndio majibu mwafaka kwa sasa.